Habari rafiki. Karibu katika mfumo wa Genesis to Revelation na 17:16 Act 12. Leo tunaingia katika fungu moja la ajabu zaidi la Biblia, Mambo ya Kawaida sura ya 25. Hapa Mungu anasema jambo lisilo la kawaida kabisa: ardhi na ipumzike. Kwa miaka 6 mtapanda, lakini mwaka wa 7 ardhi itapumzika kimya kabisa. Na kila miaka 50 yubile, uhuru mkuu wa wote. Fungueni Biblia zenu tusome pamoja Mambo ya Kawaida 25:1-13. Bwana akamwambia Musa katika mlima Sinai akisema, sema na wana wa Israeli uwaambie, Mungu anafundisha Israeli jinsi ya kuishi kama taifa lake takatifu. Sabato si siku tu, ni mfumo wa maisha yote. Sasa tuone mambo matatu ambayo wengi hawayaoni katika fungu hili. Kwanza, aya ya 23, ardhi haiuzwi milele, kwa maana ardhi ni yangu. Mungu anasema Israeli hawana ardhi, wao ni wageni na wakazi. Hii inabadilisha kila kitu kuhusu umiliki. Pili, mfumo wa bei katika yubile, gharama ya shamba inategemea miaka mingapi iliyobaki hadi yubile ijayo. Sivyo tu, bei ya soko ni haki ya kijamii. Tatu, Walawi walikuwa na sheria maalum, wangeweza kununua nyumba zao za mjini wakati wowote. Kwa nini? Kwa sababu hawakupewa ardhi kama makabila mengine. Mungu aliwahakikishia uhuru wa kipekee. Hizi ni sheria za haki za kijamii, si biashara tu. Fungu hili linabadilisha mawazo yetu makuu matatu. Umiliki kuwa uongozi. Mungu anasema ardhi ni yangu, sisi tu ni waongozi wa mali zake. Hii inatuondoa kiburi cha hiki ni changu. Biashara kuwa uhusiano. Sheria za kiuchumi zinaongozwa na upendo wa jirani, si faida tu. Aya ya 35, kama ndugu yako akiwa maskini umsaidie. Na utumwa kuwa uhuru. Yubile inamaanisha kila mmoja arudi kwenye mali yake, hakuna utumwa wa milele kwa wana wa Israeli. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alisema, aya ya 42, kwa maana ni watumishi wangu niliowatoa katika nchi ya Misri. Wakati tunapomtumikia Mungu, hatuwezi kutumikishwa na mtu. Huu ni uhuru wa kweli. Wanyamapori waliangalia maajabu haya kwa kushangaa. Mwaka huu ni wa ajabu. Hakuna kulima, hakuna kazi ngumu, hata sisi tunapumzika. Wanadamu wanajifunza kutega bila kutulazimisha kila wakati. Ninaona kutoka juu, ardhi yote inapumzika kama siku ya kwanza ya uumbaji. Mungu anawaongoza wanadamu katika mapumziko kama alivyopumzika siku ya 7. Nasikia sauti za shangwe za yubile. Watu wanakimbia kurudi kwa jamaa zao, watumwa wanapata uhuru. Hii ni amani ya kweli, furaha ya Mungu dhidi ya uongozi wa haki. Laiti wanadamu wangejua wakati wanamtii Mungu na sheria zake za huruma, hata sisi wanyamapori tunapata amani. Uasi wao unatuumiza, utii wao unatuleta baraka. Fungu hili linaungana na Biblia yote kwa njia ya ajabu. Kumbukumbu la Torati 15 linasema kuhusu kuachilia madeni kila miaka 7, mfumo sawa wa huruma. Isaya 61:1-2 inasema kuhusu kutangaza mwaka wa neema wa Bwana, yubile ya kiroho. Na Luka saa 4 na madakika 18-19, Yesu alisoma fungu hilo akasema, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Yesu ndiye yubile yetu ya mwisho. Anatutoa utumwani wa dhambi, anatulipa madeni yetu ya dhambi, anaturudisha katika jamaa ya Mungu. Kila yubile iliyotangaza Israeli ilikuwa mfano wa uhuru mkuu ambao Kristo angeleta. Je, fungu hili linatupataje leo? Kwanza, mapumziko ni amri ya Mungu. Siku ya Sabato, mapumziko ya wiki, si uvivu, ni utii. Mungu anataka tuone kuwa yeye ndiye anayetusaidia, si nguvu zetu. Pili, mali zetu ni za Mungu. Nyumba yako, gari lako, akaunti yako ni vitu alivyokupa kwa uongozi. Utavitumia vipi? Kwa kiburi au kwa huruma? Tatu, tunahitaji kutoa uhuru na msamaha. Kama Mungu aliwasamehe madeni yetu makuu ya dhambi, je, tutaweza kuwasamehe wengine madeni madogo? Yubile inatuita achana na chuki, achana na kisasi, achana na uongozi wa haramu. Mungu anatutoa uhuru na anatutuma tutoe uhuru kwa wengine. Tuombe. Baba, asante kwa somo la Sabato na yubile. Tufundishe kupumzika katika wewe, kutumia mali kwa haki na kutoa uhuru kwa wengine. Kama Yesu alivyotukomboa, tusaidie wengine kupata uhuru wake.
Amen. Mpendwa, hakikisha umejiandikisha kwa mfumo wetu na tuonane katika somo lijalo. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.